suluhisho lenye matunda kwa kila mmoja wetu kwa jina la Yesu. Hatutolitumia jina lako bure wala neno lako bure, na hatutosema amina bure, hatutoimba bure, hatutohubiri bure, na hatutokuwa katika kanisa bure. Sema na watu wako asubuhi ya leo. Naomba ya kwamba neno unalotupa litatutia nguvu, litatuwisha, litatuinua na kutufanya kuwa wanawake na wanaume na vijana, wavulana kwa wasichana, kwa jinsi unavyotaka tuwe kwa jina la Yesu. Tunakushukuru kwa sababu tunajua umekwisha kujibu. Kwa jina la Yesu tumeomba. Mungu akubariki. Unaweza ukaketi. Tunatazama Waebrania sura ile ya 12. Waebrania 12, nasoma kuanzia mstari wa kwanza. Waebrania 12 tunasoma kuanzia mstari wa kwanza. Basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu, mwanzilishi na mwenye kuikamilisha imani yetu, ambaye kwa furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Mstari wa pili huo anazungumza habari za Yesu Mwokozi, Yesu Bwana wetu, Yesu mfalme wa falme, Yesu mkombozi wetu. Na anasema sasa, nasema tunapohitimisha faraga, anataka tuelewe ya kwamba yote ambayo tumeyasikia, yote ambayo tumekwisha kusikiliza, kila tulichokiandika, na yote ambayo tumeyaweka katika mioyo yetu, yote ambayo tumeyaamini, anasema tunapoondoka sasa, tabia ya walio wengi ni kuwatazama watu na kuwatazama watu huko barabarani, tazama watu wanaosimama kwenye njia panda, na mioyo yao inaanza kuvutiwa nao watu. Tabia ya watu walio wengi ni kuwatazama watu ambao wanawaona, watu ambao walikuwa wanaendesha maisha yao, watu ambao walikuwa wanafunga kamba miguu yao na kuwaburuta huku na kule kama mtu asiyekuwa anafaa. Lakini sasa anatuambia kwa yote tuliyasikia na yote ambayo tumeyajua, anasema tukimtazama Yesu. Mstari wa pili, na unapotazama hilo neno tukimtazama, ni neno endelevu. Umesikia habari za Yesu na umemjua Yesu, amefanyika kuwa mwokozi wako, amefanyika kuwa mchungaji wako, amefanyika kuwa mpaji na yote katika yote kwako, na amekupa ahadi na amekupa nguvu. Unasema tazama na wapa amri, na amekupa matoleo yote ambayo utayahitaji. Anasema tukimtazama. Sio unatazama tu mara moja alafu unatazama pembeni, unatazama, unafumba macho yako, unatazama, unasahau hilo, unatazama, unaendelea kumtazama. Tukimtazama Yesu, yoyote unayohitaji unamtazama Yesu. Unahitaji nguvu, unamtazama Yesu. Unahitaji mafunuo, unamtazama Yesu. Unahitaji njia ya kutokea hapo ulipo na kutoka katika jangwa na kuingia katika nchi ya ahadi, tukimtazama Yesu. Unahitaji baraka, unamtazama Yesu. Unahitaji watoto, unamtazama Yesu. Unahitaji mke, mume, unamtazama Yesu. Una mahitaji ya kiroho, unamtazama Yesu. Unahitaji maendeleo, lolote unalolihitaji katika maisha yako, tukimtazama Yesu, hautokosa mahitaji yako, hautoshindwa, hautokengeuka, hautoondoa macho yako kwa Yesu. Nakumbuka kisa cha Simon Petro
alimwona Yesu akitembea juu ya maji, na mwanzo aliogopa, wote waliogopa nini hiki, kwa sababu Yesu alikuwa akifanya lile ambalo hakuna mwanadamu amewahi kufanya kabla wakati ule, kutembea juu ya bahari, kutembea juu ya mto. Na wanafunzi waliogopa, akawaambia ni mimi, msiogope. Hali yoyote ambayo utaikabili unaporudi nyumbani, Kristo yu pamoja nawe, usiogope. Na taharuki yoyote haitokuathiri, kuchanganyikiwa kwa hali yoyote hakutokuathiri, na mashindano yote hayatokuathiri, na moto wote ambao utasikia habari zake havitokuathiri. Mto hautokugarikisha. Unarudi nyumbani kwa nguvu na matoleo na ahadi za Mungu, tukimtazama Yesu. Waliogopa, Yesu akamwambia ni mimi, msiogope. Na Simon Petro akasema, kama ni wewe Bwana, nataka nifanye yale ambayo unayafanya. Nataka na mimi nisimame juu ya hayo maji. Nataka na mimi nitembee juu ya hayo maji. Hebu niruhusu nikujie. Yesu akamwambia njoo. Neno moja tu. Imani yetu ya kwanza ni kushikilia lile neno la kwanza. Upendo wetu utashikilia neno hilo la kwanza, na utii wetu, aina ya utii wa mwanzo wa maisha yetu ya wokovu, ni kushikilia lile neno njoo. Akaja, akatoka katika kile chombo, akatembea juu ya yale maji. Juu ya bahari yoyote, dhoruba yoyote, njia yoyote katika maisha yako, utatembea juu ya hayo maji. Yale ambayo Kristo angeyafanya, kutembea juu ya ile bahari, na kutembea juu ya matatizo, na kutembea juu ya bahari ya matatizo na dhoruba za matatizo, utatembea juu ya bahari yako. Utatembea juu ya mambo yako, utatembea kwa imani kwa jina la Yesu. Simoni akatoka chomboni, akaanza kutembea juu ya maji. Kwa kadiri alivyokuwa anaendelea kumtazama Yesu, mawazo yake, mwenendo wake na mifano yake, Bwana wangu ndio mfano wangu, nahodha wangu. Kwa kadiri alivyoendelea kumtazama Yesu, aliendelea kutembea juu ya maji. Lakini alipoona upepo wa mbisho, na akayaondoa macho yake kwa Yesu, na akasahau neno la kumtazama Yesu daima. Aliposahau hilo, na akaanza kumtazama bwana fulani na fulani, na akaanza kumtazama mama fulani na fulani, alivyoanza kutazama watu ambao ni mbisho, kama upepo wa mbisho, na watu wanayeweza kusukuma hapa na pale, akaanza kuwatazama hao watu ambao wangemsababishia matatizo. Akaanza kuzungumza, akaanza kutazama kwingine, akaanza kuzama. Unajua, unaporudi nyumbani, na unarudi mahali pako pa kazi, ofisini, na unaporudi mahali pako unapofanyia ibada, hebu endelea kumtazama Yesu. Ukiutazama upepo wa mbisho, wanaume ambao ni kama upepo wa mbisho, wanawake ambao ni watesi ambao ni kama upepo wa mbisho, na wenye dhambi ambao ni kama upepo wa mbisho, utaanza kuzama, hautozama. Tukimtazama Yesu. Watu ambao wametutangulia katika imani, hilo ndilo walilolifanya, waliendelea kumtazama. Meshaki, Shadraka na Abednego walitazama uso wa Nebukadreza katili. Wangetazama ule uso, wangeteketea. Kama kina Danieli, wangetazama watu ambao walitunga hila, na wakasema kama mtu yoyote atamsujudia au kumwabudu mungu mwingine yoyote isipokuwa mfalme, atatupwa katika tundu la simba. Wangetazama tamko lao, na wangetazama sheria ya Medi ambalo haliwezi kubadilika, wangeliwa na wale simba. Lakini waliendelea kumtazama Mungu wao, wakamwamini Mungu wao. Unaporudi nyumbani, uendelee kumwamini Mungu wako na kumtazama Mungu wako kila wakati, kila mahali, pasipo kujali changamoto yako, kwa jina la Yesu.
Na Abrahamu alimtazama Sara, alikuwa ni mtu mzima sana, amezeeka ili kupata mtoto, lakini ahadi ya Mungu ilisema majira kama haya mwakani Sara atapata mtoto. Na kicheko kitakuja katika familia ya Ibrahim, na kicheko kitakuja katika familia yako. Lakini kama Ibrahim angemtazama Sara na kumtazama Sara na kusema, je, Mungu alinipa ahadi, na je, ahadi ya Mungu inaweza ikatimia? Hebu mtazame mke wangu, mtazame Sara. Alipotazama hali ya kawaida, na angeacha kumwona Mungu, lakini aliendelea kumtazama Mungu. Akamtazama Mungu wake na maombi yake yakajibiwa. Yala Mungu anachotuambia ni kwamba tunaporudi nyumbani, hali yoyote ambayo unakutana nayo, mazingira yote unayokutana nayo, usitazame hiyo hali, mtazame Yesu. Mtu mmoja pale sema kumtazama Yesu. Lakini unajua, kama utamtazama Yesu, sio tu kwa kutumia macho yako, kuna akili. Unajua akili inaratibu unachokitazama, akili inasimamia unachokichungulia. Na akili yako inapokuwa na mambo mengi, ina mambo haya na yale, na akili yako imechukuliwa na habari za fulani na fulani, akili yako itakufanya utazame jambo fulani na fulani kwa sababu hiyo. Lakini kama akili yako itakuwa imejawa na Kristo, na akili yako imejawa na neno la Mungu, ni hilo neno ambalo limejaza moyo wako, ni hilo ambalo limekuwa la kipaumbele katika moyo wako, ndilo ambalo utalitazama. Ukijawa na picha ya Kristo, ujawe na picha ya Kristo, ujawe na sura ya Kristo, ujawe na ahadi za Kristo, ujawe na nguvu ya Kristo, na ujue ya kwamba Kristo hawezi kushindwa. Akili yako inapojawa na Kristo, na akili yako inajawa na ahadi za Mungu na nuru ya neno la Mungu, na Yesu anakuwa ni nuru ya moyo wako, na moyo wako unajawa na hilo, moyo wako, roho yako, akili yako vitashawishika kwa jinsi ambavyo unatazama hayo. Tukimtazama Yesu, utaendelea kumtazama Yesu. Haijalishi kuna hali ya namna gani, haijalishi mazingira yakoje, hautoruhusu lolote liwalo lile, awai yoyote yule, amuondoe Kristo kutoka katika moyo wako kwa jina la Yesu. Lakini nini unachotakiwa kufanya? Kama utamtazama Yesu hasa daima, lazima uyaache baadhi ya mambo nyuma yako. Ni kama ndoa, ni lazima umuache baba na mama kabla haujaambatana. Kwa sababu hii mwanamume atamuacha babaye na mamaye, na ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Kama utaambatana na Kristo daima, ukimtazama yeye daima, ukimwangalia yeye, ni lazima uache mambo kadha nyuma yako. Tazama mstari wa kwanza, ni yapi unatakiwa kuyaacha? Waebrania 12 mstari wa kwanza, basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii. Ana maana gani hapo? Anazungumzia juu ya Waebrania 11. Tumezungukwa na maisha ya Enoko, maisha ya Abili, maisha ya Nuhu, maisha ya Ibrahim, maisha ya Sara, maisha ya Isaka, imani ya Yakobo, imani ya Yusufu, imani ya wazazi wake Musa, imani ya Musa, imani ya Rahabu, imani ya wengi wakina Gideoni na kina Yefta na manabii wote. Na anasema tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii. Ndiyo, tunazo changamoto, na wao pia walikuwa na changamoto, walipata matatizo pia, lakini waliendelea kumtazama yeye ambaye hawezi kushindwa,
anasema kwa sababu ya hao watu wote, anasema na tuweke kando. Kama unapiga mbio, hauwezi kubeba mfuko wa seluji mgongoni mwako, na sasa unapiga mbio, na hao wengine wanayekimbia pamoja na wewe hawajabeba mzigo wowote, na kwa sababu hiyo wapo huru kupiga mbio. Anatuambia mizigo yoyote ile na kuzingwa kwa aina yoyote kule ambako kutazuia mbio zetu, kutapunguza nguvu yetu, kutatufanya twende polepole, na anasema na tuweke kando hiyo mizigo yote, na anasema na dhambi ile ituzingayo kwa upesi. Kama tayari unahisi unaona joto, hauwezi kwenda kukaa karibu kama unahisi joto, hauwezi kwenda kukaa mahali ambapo kuna moto, tena unaota moto. Unapoona hali hiyo, unaenda kukaa mahali ambapo kuna baridi. Umekuja katika faraga mbalimbali, ulipotezaje kile ulichokipata? Ulipotezaje ile nguvu na uwezo na ahadi na kule kujitoa ambako ulikupata wakati ule? Ni kwa sababu ulikaa karibu na dhambi na watu ambao walikudhofisha. Ndio maana anatuambia kwa yote ambayo umeyapata sasa, kuna kitu nimepata. Sema hivyo, sema kuna kitu nimepata. Najua sio tu kusema tu nimepata kitu. Bila shaka, hakika mimi nimepata kitu. Kuna watu watasema kama umepata kitu, kuna watu watasema itakuwa ndio ushuhuda wako, hautakuwa ushuhuda mtupu. Nimepata kitu, umepata kitu. Na anasema kumbuka faraga zilizopita, yale uliyoyapata, yale uliyoyapokea, yale uliyoyakumbatia, shuhuda ulizotoa. Ulipotezaje yale yote? Ni kwa kukaa karibu na dhambi ituzingayo upesi. Anasema weka hayo yote kando, na kusiwepo na chochote kinachokuja katika maisha yako ambacho kitakufanya urudi katika maisha ya kutokumaanisha, maisha ya kutokuwa na kushitoa, maisha ya kutokuelewa. Uishi maisha ya mwana wa Mungu. Unasema wewe ni mwana wa Mungu, unaanza kuselelekea kuingia katika mambo ambayo hayafai. Hautoseleleka kuingia katika mambo yasiyofaa sasa hivi. Wewe hautochukua baraka zako kwa ni kawaida wakati huu, kwa jina la Yesu. Tazama Timotheo wa pili sura ile ya 2, tunatazama mstari wa 4. Hakuna apigaye vita ajitiaye katika shughuli za dunia. Soma na jirani yako hapo, usimwache. Hebu fikiria, unadhani mwanajeshi anapokuwa kwenye uwanja wa vita kule, yupo mbele, anaanza kuwaza juu ya mapambo, mambo ya kidunia, kunywa pombe, na anafikiria hili na hili. Anapokuwa kwenye uwanja wa vita, hakuna apigaye vita ajitiaye katika shughuli za dunia. Lazima uchunguze maisha yako, lazima ujitazame na useme lile litanizinga, na lile litanizinga, lile litanifanya nikubaliane na hali ya kutokushawishika, na lile litanifanya nirudi nyuma, na jambo lile litazuia safari yangu. Hakuna mtu apigaye vita ajitiaye katika shughuli za dunia ili ampendeze yeye aliyemwandika awe askari. Ili ampendeze, sio mtu, sio mwanamke, ili ampendeze sio mtesi. Wanasema kama huwezi kuwapiga, huwezi kuwashinda, ungana na wapana. Hauwezi kuungana na watesi wako. Wanaweza wakawasha moto, na wanaweza kufanya lolote liwalo lile, na wanaweza hata wakajidhihirisha wakasema mimi ndiye mtesi wako.
wewe sio mwenye hekima. Kama una hekima, anakuambia mtesi wako, kama una hekima utaungana nami. Wanasema kama huwezi kuwapiga ungana nao. Hapana, wewe usiungane nao. Nasema sisi askari wa msalaba tuungani na hao watu waovu. Amina yako imepotea. Hakuna mtu apigae vita ajitiae katika shughuli za dunia. Watesi wako wanaweza kaonekana kuwa wana nguvu. Unafikiria nini kuhusu juu ya kumtazama Yesu? Hata bila kuomba juu ya hilo, endelea kumtazama Yesu. Utatembea juu ya bahari zote za watesi wako kwa jina la Yesu. Usiungane na kikundi chochote cha waovu. Usijiunge na kikundi chochote cha waovu. Usijiunge na watu wote waovu. Usiseme kama nataka niishi maisha ya amani lazima niungane nao, kwa sababu hekima ya dunia inawafundisha watu kama huwezi kuwapiga ungana nao. Musa hawezi kuwapiga wana mazingaombo ya Misri, ungana nao. Musa hawezi kumshawishi Farao, ungana naye, kubaliana naye. Danieli hauwezi kuwapiga hao wote watu wa hila, ungana nao. Shadrach, Meshach na Abednego hamwezi kumpiga Nebukadreza. Ameinua sanamu na anasema kama mtu yoyote asipokubaliana na kushirikiana nami na kuiabudu sanamu yangu atatupwa katika moto. Meshach, Shadrach na Abednego, unganeni naye. Hapana, washindi hawaunganagi na watu ambao ni waliyeshindwa. Mimi sitojiunga na walioshindwa. Nasema mimi sitojiunga na walioshindwa. Wanaweza wakawasha moto wakaukoleza mara 7. Pamoja na hayo, mtu wa 4 atajitokeza kutoka mbinguni, atakuwa pamoja na wewe katika ule moto. Nebukadreza akainuka, akachungulia kwenye ile tanuru ya moto, akasema viongozi wangu, watawala na viongozi wengine, je, hatukutupa watu 3 mle? Tazama na waona watu 4. Na muonekano wa mtu wa 4 ni kama mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu atakuwa pamoja na wewe. Hatakuwa upande wa watu wenye kubaliana na dhambi. Ukikubaliana na waovu na ukajitoa ukajikabidhi kwao, ukajiunga na uovu, mwana wa Mungu atakuwa pamoja na wewe. Lakini utakaposimamia msimamo wako na ukasema mimi ni askari wa Yesu, moto hautokuteketeza. Na wale wote wanaofanya jitihada kuwasha ule moto, wanatumia rasilimali kuwasha moto, watafanya kazi yao bure, kwa sababu ule moto hautofanya wanachotarajia moto ufanye. Kuna mtu namuona ambaye hatoteketezwa kwa moto wa Nebukadreza. Sijasema nimesikia, nimesema namuona. Namuona mtu. Yupo wapi? Namuona mtu ambaye, mwanamke, mwanamume ambaye hatoteketezwa na moto kwa jina la Yesu. Nakumbuka kuhubiri ujumbe kama ushuhuda wanaotoa baba miaka mingi imepita, na akawaambia watu kwamba mnaporudi nyumbani, dhihirisheni nguvu, dhihirisheni upako, dhihirisheni ujasiri, dhihirisheni kushawishika ambao umeupata. Na huyu dada sio msomi sana, sidhani hata kama alimaliza shule ya msingi, lakini sasa huyu dada ni mtu mzima, lakini sasa ameolewa
na alikuwa akija katika kanisa kama mshirika wa Deeper Life, na mchungaji anasema anakumbuka sura yake daima anatabasamu. Hakuna tatizo, kwa sababu Yesu daima alikuwa yupo katika kiti cha enzi. Na watu wa familia yake, ndugu alikoolewa, wakamuita, wote wamekusanyika pamoja na wakamwambia, tumekuitia hapa kwa jambo la maana, la muhimu mno. Alikuwa akitabasamu tu na tabasamu. Wakamwambia, hapa hamna jambo la kucheka cheka hapa. Wakamwambia, usipoachana na habari za kanisa lako hili na aina hii ya imani, usipoacha, tunamwondoa mwanetu kwako, hatakuwa mumeo tena. Na wakasema, hebu fanya uamuzi, tupe jibu hapa sasa hivi. Ya yule dada alikuwa atokei Lagos, lakini walimwalika kutoka Lagos, alikuwa akiishi Lagos, kwenda kijijini huko walikofanya hicho kikao. Kwa hiyo kati ya wale waliokusanyika pale kulikuwepo na mtoto mdogo amepooza katika ile familia, na yule mtoto alikuwa pale. Na wale watu walipokuwa wamekaa wanamwambia, fanya uamuzi, tunajua utakachokifanya, utaendelea katika hii imani na hii dini yako na lile kanisa Deeper Life. Wakasema, familia yako inatawanyika. Yule dada akainuka, akamsogelea yule mtoto aliyepooza. Hakuwajibu swali lao walilouliza kwamba samahani, mimi kwa kuwa nilikuwa namwamini Yesu, mimi sito sema samahani eti kwa sababu mimi ni mnamwamini Yesu. Je, wewe utasema samahani? La hasha. Akamsogelea yule mtoto ambaye amepooza, ni mlemavu, akamwambia, kwa jina la Yesu Kristo, inuka utembee. Nimekosa makofi Dar es Salaam. Huko makao makuu yameripuka. Amina. Unafikiri nini kilitokea? Nauliza, unafikiri nini kilitokea? Yule mtoto aliinuka mbele ya wale wote watesi, akainuka yule mtoto na akatembea. Na wale watu walipoona lile, wakatikisa vichwa vyao, wakamwambia, unaweza kaendelea na imani yako. Amen. Familia yake ikatunzwa, imani yake ikatunzwa. Akarudi Lagos. Wakati ule mchungaji anasema alikuwa akikutana na watu mara kwa mara, kwa sababu hawakuwa wengi sana wakati ule. Kwa hiyo akaja na uso wake anatabasamu. Mchungaji akajua tayari huyu ana ushuhuda, na nitajitahidi nitunze muda, siku moja nikuone na wewe, na nitaona uso wako wenye tabasamu, na nitajua unao ushuhuda kwa jina la Yesu. Hakujikwaa yeye mwenyewe kwa hofu za wale watu. Nguvu aliyokuwa nayo na matoleo aliyokuwa nayo na upako aliyokuwa nao, akadhirisha hilo. Na wewe nenda kadhirishe upako ulio nao. Hakuna mtu ambaye anapigana katika vita, anayejitia katika shughuli za dunia hii ili ampendeze yeye aliyemwandika. Lengo lako daima sio kumpendeza mtesi wa yoyote yule, kumpendeza mtu ambaye ni mwenye kukubaliana na dhambi, au kumpendeza mrudi nyuma, hata kumpendeza muamini tu wa kawaida. Kama utampendeza Bwana, yeye anayekuwa upande wa Bwana daima atampendeza Bwana. Kama utampendeza Bwana, na huyu dada naye anampendeza Bwana, atafurahi. Kama hafurahi kwa sababu unampendeza Bwana, ina maana hayupo upande wa Bwana. Kama hafurahi kwa sababu unampendeza Bwana, ina maana hayupo upande wa Bwana. Kwa nini unajali sana kuhusu mtu ambaye hayupo upande wa Bwana ili umpendeze huyo mtu? Hautompendeza mtu ambaye yu kinyume na Kristo. Hautompendeza nabii wa uongo. Hautowafurahisha wapendwa wanafiki au waongo. Anasema ili ampendeze yeye aliyemwandika awe askari. Utampendeza Bwana. Rudi katika Waebrania sura ile
ya 12 mstari wa kwanza. Waebrania 12 mstari wa kwanza. Basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi. Usisahau kupiga mbio, tupige mbio kwa saburi. Kuna watu ambao wanasahau mbio zao, wanajishughulisha na mambo mengi mno, wanasahau wapo katika mbio na wanaanza kuzuiliwa. Akili yao imejazwa mambo mengine na ufahamu wao unayumba, na hawezi kwenda katika njia iliyonyoka, na wanasahau ya kwamba wapo katika mbio na kijiti kipo mikononi mwao kinakaribia kudondoka, kwa sababu wanasahau wapo katika mbio zile. Familia zipo pale, matatizo yako pale ya kuyatatua, umesahau hayo. Watoto wako pale ili wafundishwe na kuongozwa, wamesahau hilo, na wanahangaika tu kufanikisha mambo fulani, na wamesahau mbio zao, kupiga mbio. Na kwa sababu wamesahau, hawafanyi wanayotakiwa kufanya. Lakini anatuambia, nasema na tupige mbio kwa saburi. Hilo neno saburi ina maana kuvumilia. Na tupige mbio bila kukoma, na tupige mbio kwa uvumilivu, na tupige mbio kwa kushawishika, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Kuna watu ambao wanabadilisha mbio zao, mbio ambazo zimewekwa mbele yetu, na wamejiingiza sasa watu katika dini, wamejiingiza katika kuwaendesha tu watu wengine. Maisha yao hawayasimamii, maisha yao hawajayaweka sawa katika mwelekeo sahihi, lakini wamesahau mbio zao. Mimi sitosahau mbio zangu. Jiambie mwenyewe, sema sitosahau mbio nilizoitiwa kuzipiga. Tazama mstari wa 14. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Hizo ndio mbio, hizo ndio mbio. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Inakuwaje huyu mtu akiwa ni mgomvi na anajaribu kutunga aina ya mabishano? Na tafutaje kwa bidii kuwa na amani naye? Usijibizane naye. Ni lazima wawili wabishane, na ndipo wanaweza kagombana. Na kama mtu anaanzisha magomvi, anaanzisha kuvutana, na anaanzisha magomvi, na anazungumza maneno ambayo amekuwa akiyazungumza kabla faraga, kama atafanya mambo yale yale ambayo alikuwa anayafanya ili hatimaye akugadhabishe, unakumbuka napiga mbio, na hizo mbio ni kutafuta kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Nafanya nini? Ni kunyamaza. Huyu mtu anapiga kelele, anapaza sauti, nafanya baadhi ya mambo ili akuzuia, akulete matatizo na akufanye ukasirike. Usimtazame, kwa sababu lile usilolitumia unalipoteza. Usipozungumza tatizo na shida, watu wanakupungia mkono na nini, hautazami, au unatazama lakini unatabasamu. Tabasamu lako litatunza amani yako. Kule kupuuza na kuwapuuzia wanachojaribu kuleta kama magomvi, taongeza amani yako. Watakapokuwa wamedhihirisha ukatili wao, na wamedhihirisha sura za ukatili, na wamezungumza kama ni watu katili, na wewe haubadilishi hatua zako, haubadilishi kasi yako, haubadilishi mwendo wako, haubadilishi kushawishika kwako, unawapuuza tu, wataondoa sura zao zenye ukatili, watazungumza kwa sauti ya kawaida, watakuja katika amani ulioidhihirisha
tafuteni kuwa na amani na watu wote. Usijibizane na awaye yote ambaye anaanzisha magomvi. Usimpe nafasi mtu ambaye hajui maisha yoyote mazuri au maisha ya utulivu, maisha ya utakatifu, na anachokitaka tu ni kutengeneza na kuunda matatizo. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu. Hizo ndio mbio. Unajaribu kudhihirisha na kuonesha kitu kisichokuwa na utakatifu, kitu kisichokuwa na utaua, kitu kisichokuwa na haki. Unawezaje kutunza utakatifu wako na haki na usafi? Hebu wapuzie hayo mambo maudhi ambayo wanakuletea, na utaweza kuwa na amani. Mimi nitakuwa na amani. Jiambie mwenyewe, sisi tutakuwa na amani. Neema ya Mungu itazidishwa katika maisha yako. Tazama mstari wa 28. Basi kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa, na muwe na neema. Tunapopokea ufalme na nguvu ya ufalme, ufahamu wa ufalme, utukufu wa ufalme, ufanisi wa ufalme, anasema na muwe na neema. Neema ya Mungu inatosha katika maisha yako. Nasema ambayo kwa hiyo tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza pamoja na unyenyekevu na kicho. Tazama Waebrania sura 11. Waebrania sura 11 tunasoma mstari wa 24. Waebrania 11 na mstari wa 24. Mstari wa 24, kwa imani Musa, kwa imani. Jina lako unaitwa nani? Brother Job. Kwa imani unaitwa nani? Jina lako nani? Hebu taja jina lako. Kama Musa alivyotembea kwa imani, na wewe utatembea kwa imani. Unaweza kumfikiria mtu kati ya nyoka nge, kati ya wana mazingaombwe na watu wa mambo ya ushirikina, mtu yu kati ya Farao pale amekasirika katiri, na Farao anasema, Musa, unawasumbua hao watu katika kazi zao, hebu waache wafanye kazi zao. Na akawa na hasira mno, na akasema, Musa, usirudi hapa tena, hautoona uso wangu tena wakati wote utakapokuja hapa. Nimekwambia simjui Mungu nayezungumza habari zake. Najua kuna watu ambao hawawezi kuishi kwa imani ya Musa, na mtu yote anapowapa changamoto na kusema usije hapa, hapo ndipo ambapo unatakiwa kuenda. Utaenda tena hapo hapo unapofukuzwa. Mtego wao hautokunasa, nguvu yao haitokunasa. Kwa hiyo aliposema hautouona uso wangu tena, Musa akasema sawa sawa, sitouona uso wako tena, tutakutana kwenye bahari ya Shamu. Na sasa walikuwa wakienda, na wana wa Israeli walikuwa wamekwisha kukombolewa tayari. Ujumbe kutoka kwa Mungu ni kwamba aliyompa Musa lazima ule ujumbe utimie. Jumbe ambazo umesikia hapa kutoka kwa watumishi wote na waimbaji wote na kutoka kwa mchungaji wako, jumbe zote ulizosikia zitatimia kwa jina la Yesu. Na kwa sababu hiyo Musa alijua ya kwamba alikuwa na kauli ya mwisho, na hatimaye unajua ile habari walikuwa wa Misri walikuwa wakiwafuatia wana wa Israeli. Musa akasema, Farao akasema, kwa nini nimruhusu huyu? Huyu ni alimelelewa katika kasri yangu, na sasa anakengeuka, anasema hatakuwa mtoto wa binti yake Farao. Hapana, magari yote na maskari wangu wote, hebu na tuwafuatie. Lazima tuwarudishe katika utumwa ambao
wamekuwa katika huo utumwa kwa miaka hii 100 yote. Farao yoyote, mwana mazingaombwe yoyote, gari moshi yoyote ambayo inatufuatia sisi na wanasema wataturudisha kule tulikokuwa hapo zamani, wamekwisha kushindwa tayari. Na aliposema hautoona uso wangu tena, sawa, ni kweli, sawa, upo sahihi, sitoona uso wako tena. Na walikuwa wakiondoka wana wa Israeli sasa, na Farao akasema andaeni magari moshi na magari hayo na maaskari. Na wana wa Israeli walikuwa wamefika kwenye ile bahari ya Shamu. Upande huko kuna mlima, upande huko kuna mlima, na mamilioni ya wana wa Israeli, wanawake, wanaume, mabinti na wavulana na watoto, na hawakuwa na pa kukimbilia. Na Wamisri walikuwa wakiwafuatia, na wana wa Israeli wakalia. Walikuwepo watoto, walikuwa ni wachanga katika imani, lakini Musa hakuwa mchanga katika imani. Mimi sitokuwa mchanga katika imani. Walikuwa wakilia na wanasema, hebu acheni. Musa anawaambia, usilie, kusimlilie Farao. Farao asisikie kwamba unalia kwa sababu ya yeye. Siku za kulia, mihula ya kulia kwa sababu ya kumwogopa Farao na Wamisri, huo wakati umepita. Umekosa amina yako hapo. Kulia, kumlilia Farao, kulia kwa sababu ya silaha zake na hao maskari anaokuja nao, hizo siku zimepita. Siku za zamani, wakati ambapo hatukujua haki yetu, hatukujua tuliokuwa nayo, hatutolia tena. Akasema, simameni na mkauone uokovu wa Bwana, kwa maana Wamisri hawa mnayewaona hamtowaona tena milele, kwa jina la Yesu. Na akaanza kuomba na kuomba. Mungu akasema, Musa, unafanya nini? Musa akasema, naomba. Unaombea nini? Akasema, Mungu waone Wamisri, na niliwaambia watu wako wasimame imara. Umeomba vya kutosha Musa. Je, nakuuliza wewe, haujaomba wakati wote ulipokuwa unatafuta uso wangu? Haujaomba wakati ule wote nilipokuwa nakutuma kwenda kwa Farao? Yale maombi yametosha. Maombi yako yamejibiwa. Hiyo fimbo mkononi mwako, hebu inyoshe juu ya bahari. Sasa hiyo ni kifaa hicho ulicho nacho mkononi. Hiyo fimbo ni kifaa. Nyosha, itakwenda kufanya kazi. Imani na nguvu, na fimbo yenye nguvu iliyo katika mikono yako inyoshe juu, na ule mto utakimbia mbele yako. Na uambie wana wa Israeli wasonge mbele, wasonge mbele. Mtu mmoja pale, songa mbele. Pale ambapo hukuweza kwenda hapo zamani, utakwenda sasa. Mtu ambaye hukuweza kuvuka, utauvuka. Akanyosha ile fimbo. Musa anatazama, ile bahari ya Shamu ikagawanyika, na wana wa Israeli wakapita kati. Mimi napita kati. Mtu mmoja pale, mimi navuka na kwenda upande wa pili. Na unajua Farao alikuwa ni jasiri. Ule sio ujasiri unaotokana na Roho Mtakatifu. Farao alikuwa na ujasiri, sio ujasiri utokanao na Roho Mtakatifu. Farao alikuwa mkaidi, ameshupaza shingo, lakini ile sio nguvu itokayo mbinguni. Ni nguvu au uwezo na ujasiri, na ujasiri wa mwanadamu aliyeshupaza shingo. Ndio maana akasema, hebu kusanyeni magari ya vita na maaskari, njoni. Kwa hiyo wanasema wana wa Israeli wamepita katika ile bahari, na sisi tunapita tukawakamata. Hautoweza kuwakamata kama we ni mtu mwovu. Huwezi kumkamata mtu wa Mungu, awe ni mwanamke mwanamume. Faraga hii
imekufanya wewe kuwa mtu wa tofauti kabisa. Wewe ni mwanamke wa tofauti. Farao hatakufikia, wana mazingaombwe hawatakufikia, wachawi hawatakufikia, maadui hawatakufikia. Wale wote ambao wanataka kufupisha maisha yako hawatakufikia. Na kwa hiyo Farao akasema, ebu endeleeni kuwafuatia wana wa Israeli. Kuna watu ambao hawajui ya kwamba wapo manaodha na makamanda ambao hawatakiwi kuwatii. Kuna watu ambao hawajui ya kwamba kama watakuwa na maisha mazuri baadaye na kutunza maisha yao ya baadaye, kuna Farao ambaye hawatakiwi kumtii. Lazima warudi nyuma kidogo, waruhusu Farao mwenye kushupaza shingo aingie katika bahari ile mwenyewe. Ni kama wale watu wangekuwa na hekima, utakuwa na hekima wewe. Na wakaingia katika ile bahari, na Farao akasema, sikuwaambieni nyinyi? Je, kama bahari imegawanyika, je, ni kwa ajili ya wana wa Israeli? Kwa ajili yetu pia. Hapana, sio kwa ajili yako. Alipofika Farao katikati na maaskari wake wote, wana wa Israeli wote walikuwa wamekwisha kuvuka. Watazame watu wote waliopo hapa. Hebu uko wapi? Wewe utaweza kuvuka. Mungu amekuleta hapa ili uweze kuwa mtu mwenye mafanikio. Utafanikiwa. Farao hatozuia hatima yako kwa jina la Yesu. Kwa hiyo Mungu akamwambia Musa, ufunguo uliyefungua huu mlango una uwezo wa kufunga pia mlango. Fimbo iliyoifungua hii bahari ina uwezo wa kuifunga hii bahari tena. Na akatumia ile, unaitumia hiyo fimbo katika njia ile ile, inyoshe juu ya mto ambao mto uligawanyika. Na kwa kuwa nyinyi mmekwisha kuokoka, mmevuka, nyosha hiyo fimbo, funga huo mto tena. Na ule mto ukajifunga, au bahari kajifunga, na kufupisha hadithi, Farao na watu wote aliokuwa nao wakazama katika vina vya bahari, wakasaulika. Bwana amekukumbuka. Maadui zako watasaulika, watesi wako watasaulika. Tazama mstari wa 24, Waebrania sura 11 mstari wa 24. Kwa imani, niambie nani? Weka jina lako pale, umesahau jina lako. Kwa imani, brother Job, Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Mstari wa 25, akiona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo. 26, akihesabu ya kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri, kwa kuwa aliyatazamia hayo malipo. Tazama hili 27, kwa imani akatoka Misri, asiogope ghadhabu ya mfalme. Tazama hili, maana alistahimili kama amuonaye yeye asiyeonekana. Utamwona yeye asiyeonekana, utamwona yeye asiyeshindwa, utamwona yeye mwenye nguvu na mwenye uweza. Lakini kama utamwona, ni lazima macho yako yawe wazi, wewe unatazama. Rudi pale katika Waebrania 12, Waebrania 12 na mstari ule wa 2. Tukimtazama Yesu, usitazame nyuma kuitazama Sodoma. Tukimtazama Yesu, usitazame Gomora. Tukimtazama Yesu,
Usitazame nyuma. Usitazama hizo nguvu zilizoko, nguvu ambazo ziliendesha maisha yako hapo zamani. Tukimtazama Yesu. Malaika walikuja Sodoma na wakamtoa Lutu na mkewe na binti zao wawili, na wakawaambia msitazame nyuma, endeleeni kutazama hatima yenu. Na wakawashika mikono wakawatoa katika ile Sodoma na Gomora. Lakini akatazama nyuma mkewe Lutu, mimi sitotazama nyuma, mimi sitotazama nyuma. Lakini mkewe Lutu alifanya nini? Alitazama nyuma, akageuka kuwa nini? Nguzo ya chumvi. Wewe hautokufa kifo cha aina hiyo. Unapozwa tu ghafla kuwa maiti. Hapana. Mtazamo wetu huamua maendeleo yetu. Mtazamo wetu huamua hatima yetu mwisho wa safari. Ukitazama nyuma, kutazama nyuma huamua pia nini kitokee wakati huo. Mimi sitotazama nyuma. Hautotazama nyuma. Kuwatazama wanadamu na kuwatazama wanawake kutakudhoofisha. Hautowatazama wanawake na wanaume. Tukimtazama Yesu, ushindi wako ndipo ulipo. Ushindi wako pale ndipo uponyaji wako ulipo, ndipo nguvu yako ilipo. Ndio maana nguvu yako ya kiroho inatoka pale. Tukimtazama Yesu. Na mtukuza Bwana kwa ajili yako, na msifu Bwana kwa ajili yako. Ushindi wako ni rahisi kama tukutazama hivi. Kama ningekuambia kwamba tazama chombo hiki, mtoto anaweza akaweza hivyo. Msichana, mvulana anaweza katazama hicho chombo. Mwanamke, mwanamume, mgeni kati yetu, mtumishi anaweza katazama naye. Ushindi wako ni rahisi kwa namna kutazama tu. Na unapomtazama Yesu, hakuna nguvu itakayokushusha chini. Unapomtazama Yesu, kila ahadi itatimia katika maisha yako kwa jina la Yesu. Usilie, tazama. Usitahayari, tazama. Usiwe na wasiwasi, tazama. Usiwe na hofu, tazama. Usiwe mtu asiamini, tazama. Yesu yupo kwa ajili yako kila wakati. Tukimtazama Yesu, mwenye kuianzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Unajua kuna watu ambao wana haraka sana na wanakwenda kununua vitu vyenye hali dhaifu. Sema bidhaa imetengenezwa sijui wapi na imetengenezwa wapi, maeneo mengine huko, yenye bei rahisi na anapatikana tu, yapo karibu. Hizo bidhaa zipo karibu. Kwa hiyo wanakwenda kuchukua hiyo bidhaa iliyotoka katika kiwanda ambacho ni dhaifu. Na kuna watu wanatafuta imani, wanakwenda kuichukua hiyo imani rahisi, imani yenye kuyumba, imani ya kupiga tu makelele na kukimbia huku na kule. Hawaipati imani ambayo asili yake na imetiwa nguvu na ni kamili, imekamilishwa na Yesu. Tukimtazama Yesu, mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Imani yoyote ambayo inatoka kwa Kristo inashinda. Imani yoyote yenye bei rahisi iliyotengenezwa pale, imetengenezwa pale, na haitoweza kushinda. Lakini Mungu nashukuriwe kwa sababu ninayo imani ishindayo. Tukimtazama Yesu, mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba,
na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Ameketi, ametulia, na shetani hawezi kufika kwenye kile kiti cha enzi cha Mungu na kumuondoa mahali pale. Ameketi na yu salama, na amesimama, yu thabiti, yu imara, thabiti. Ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Hebu na nikuoneshe kitu hapa. Natazama Waefeso, naamini unasoma na jirani yako hapo. Waefeso sura ile ya 2 na mstari wa 6. Soma na jirani yako hapo. Waefeso sura ile ya 2 mstari wa 6. Akatufufua pamoja naye. Kuna mtu pale umefufuliwa pamoja na Yesu. Akatufufua, Biblia ya Kiingereza inasema ametuinua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye. Tuketi, ametufanya tuketi pamoja naye. Umeketi pamoja naye wapi? Katika ulimwengu wa roho. Umeketi pamoja naye wapi? Katika ulimwengu wa roho, katika Kristo Yesu. Itazame ile ndege, ipo juu kwenye mawingu, na kijana mdogo wa kiume sasa ana manati yale, na ameweka jiwe na anavuta yale manati. Anasema jiwe langu litakwenda kuipiga ile ndege. Je, ni kweli? Hapana. Ni kweli manati jiwe lile litafika kwenye kuigonga ile ndege? Hapana. Mtazame yule kaka. Yuko wapi? Hebu kaka yote nione mkono wako. Hebu yule dada nimuone. Yupo wapi? Ameketi katika ulimwengu wa roho, katika Kristo Yesu. Alafu mtu mbaya, mtu muovu ana manati na anasema nitamwangusha yule mwanamume, nitamwangusha yule mwanamke, na analusha lile jiwe juu. Je, lile jiwe litafika mbinguni? Hapana. Maisha yako ni salama, hatima yako ni hakika, na ahadi zote za Mungu katika maisha yako ni amina na tena ni ndio, kwa jina la Yesu. Sasa upo katika ulimwengu wa roho, katika Kristo Yesu. Umeshinda. Nasema umeshinda. Hawatakugusa tena. Watajaribu lakini watashindwa. Unachotakiwa kufanya tu unaporudi nyumbani, unachotakiwa kufanya tu unaposoma Biblia yako, unachotakiwa kufanya unapoomba, unachotakiwa kufanya maisha yako yote ni kumtazama Yesu. Daima utakuwa katika kilele cha mlima. Uko wapi? Hebu inuka sasa na umwambie Bwana. Huku ndio kujiweka wakfu kwa mwisho kwa maisha yako, ukimtazama Yesu. Ukimtazama Yesu, inuka kwa miguu yako, ujiweke wakfu. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana. Huu mwaka mpya utakuwa mwaka bora kuliko mwaka wote ule uliowahi kuishi. Fungua kinywa chako na uombe kwa Bwana. Kwa jina la Yesu tumeomba. Kuna mtu yoyote hapa naweza nikamwita kaka yangu hapa, ndugu yangu, yuko wapi? Yoyote yule anayeweza kumwita dada yangu, yuko wapi? Dada yangu uko wapi? Nione mikono yako juu. Yoyote anayeweza kumwita mwanangu, mwanangu, wanangu wako wapi? Chukua Biblia yako, shika Biblia yako mkononi, inua Biblia yako juu. Kila ahadi katika hii Biblia itatimia katika maisha yako. Hii Biblia ni kwa ajili yako. Ahadi ni kwa ajili yako. Matoleo ni kwa ajili yako. Fursa ni kwa ajili yako. Kila suluhisho katika Biblia ni kwa ajili yako, kwa jina la Yesu.
Popote pale ulipo sasa, iwe upo ukumbini, upo nje, upo kwenye jukumu lako kule, shika Biblia yako juu. Ahadi za Mungu ni kwa ajili yako. Baba, kwa jina kuu la Yesu, sante kwa ajili ya neno ambalo umetupa. Sante kwa ajili ya ahadi ambazo umetupa. Sante kwa ajili ya nguvu. Sante kwa ajili ya matoleo. Sante kwa ajili ya kila matoleo katika neno lako. Naomba ya kwa ajili ya kila kaka, kila dada, kila mvulana, kila msichana, kila mshiriki katika faraga. Bwana, naomba yote ambayo Bwana umeyaandaa na umeyatunza katika neno lako hili yatakuwa ni yao kwa jina la Yesu. Hakuna kushindwa kwako, hakuna kuanguka kwako, hakuna ufukara kwako, hakuna kuanguka kwako. Adui hawezi kuivuka Biblia na kufikia wewe. Adui hawezi kuivuka damu ya mwana kondoo na kufikia wewe. Nafsi yako, roho yako, maisha yako, mwili wako unalindwa kwa damu ya mwana kondoo. Hakuna ugonjwa utakaokaa katika mwili wako. Hakuna udhaifu utakaokaa katika mwili wako. Huzuni haitokaa katika mwili wako. Mateso hayatokaa katika mwili wako. Unapoendelea kumtazama Yesu, kila shauku itatimia. Kila mradi wako utafanikiwa. Kazi ya mikono yako itafanikiwa. Ukimtazama Yesu kwa imani, kila kitu ambacho imani inaweza ikafanya vitafanyika katika maisha yako. Utaivuka bahari yako ya Shamu. Utauvuka mto Yordan. Utamshinda kila Farao. Utamshinda kila mwana mazingaombwe. Na utapita katika moto, na moto hautokuteketeza. Utakapotoka katika lile jaribu, katika ule moto, utakuwa bora, utakuwa msafi, utakuwa tajiri, utakuwa jasiri zaidi, na kuliko ulivyoenda katika lile tanuru kwa jina la Yesu. Kila siku italeta ongezeko la wema katika maisha yako. Kila juma litaleta ongezeko la mafanikio katika maisha yako. Kila mwezi utaleta nguvu katika maisha yako. Kila mwezi na kila mwaka tutakuona ukipanda juu, ukipanda juu, na hakuna uovu wote utakao kugusa kwa jina la Yesu. Tukimtazama Yesu, tumeketi katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Manati ya maadui hayatokufikia. Maneno ya adui, vitisho vya adui, laana za adui, nira ya adui havitakufikia. Umehamishwa kutoka katika ufalme wa giza kuingia katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Furaha katika njia yako yote. Furaha katika njia yako yote. Usalama katika njia yako yote. Utakuwa na maisha marefu kwa jina la Yesu. Tangu sasa mpaka utakapomwona Yesu uso kwa uso, hakika wema na fadhili vitafuatana nawe, na utakaa katika nyumba ya Bwana milele. Kuna kasri inayokusubiri mbinguni. Kuna taji inayokungojea mbinguni. Kuna thawabu inayokungojea mbinguni. Kuna uimbaji unaokungojea mbinguni. Kuna mafanikio na nguvu mpaka utakapofika pale. Utafika pale. Hakuna atakayesitisha safari yako njiani. Tukimtazama Yesu, mpango, kusudi la Mungu vitatimia katika maisha yako.
Tunakushukuru Bwana kwa sababu tunajua imekuwa. Kwa jina la Yesu tumeomba.